Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema epuka makosa manne katika maisha. Epuka makosa manne katika maisha. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Kosa la kwanza ambalo unatakiwa uepuke katika maisha yako. Mungu hatakuja katika maisha yako isipokuwa umemwalika. Usipomwalika ajitokeze kwenye maisha yako. Umepata wazo la kufanya kitu au jambo fulani katika safari yako ya maisha. Mwalike Mungu katika hilo wazo. Kumbuka, Mungu akisema yes, hakuna wa kuzuia. Iwe ni mtu, iwe ni mifumo, iwe wenye mamlaka na kadhalika, hawatazuia. Kwa nini? Kwa sababu hilo wazo limepata kibali kwa Mungu. Unapopata nafasi yoyote, usitegemee ujuzi ulionao. Usitegemee maandalizi unayoyafanya. Bali mwalike Mungu aliyekupa hiyo nafasi. Umtegemee yeye. Kwa hiyo unapomwalika Yesu katika hayo maandalizi, unamruhusu afanye marekebisho, akupiganie, akutetee, kwa sababu umempa nafasi. Kumbuka, Mungu anafanya kazi kwa utaratibu. Hivyo unavyomwalika Mungu kwenye maisha yako katika jambo lolote, hakikisha unamwamini. Amini mchakato ambao Mungu anautumia. Maanake ukiamini mchakato, maanake utakuwa na uvumilivu kumsubiri wakati wa Mungu. Mungu achelewi, wala Mungu hawai. Kila kitu Mungu hufanya kwa wakati. Amini wakati wa Mungu, utafanikiwa. Kwa hiyo usikubali kufanya kosa la kutokumwalika Mungu ukitarajia ataingilia kati. Aingilie kati. Mpe nafasi, utaona mambo makubwa kwenye maisha yako. Jambo la pili, usifanye kosa katika jambo hili. Chagua mawazo ya kufanikiwa. Chagua mawazo ya kufanikiwa, nawe utafanikiwa. Unapojua kutawala hisia zako na akili yako, unakuwa mtu mwenye nguvu. Kitu kinachoweza kukufanya ufanikiwe katika maisha yako ni namna unavyowaza. Sasa, mambo ya jana yamekwisha pita na hakuna kitu unaweza kubadilisha. Imekwisha pita. Kesho ya maisha yako inategemea namna unavyochagua leo, namna ya kuwaza. Fanya maamuzi ya kuchagua mawazo ya kufanikiwa, mawazo ya ushindi, mawazo ya kukupa furaha leo na kesho. Kwa lugha nyingine, kataa mawazo ya kushindwa. Kataa mawazo yanayotengeneza kuchoka.
Kataa mawazo yanakupelekea kuonewa, kutokujiamini na kadhalika. Ukichagua tofauti na kufanikiwa, ndivyo utakavyokuwa. Usisahau, kufanikiwa ni vita. Na vita hii lazima umwamini Mungu kwamba atakusaidia, kwamba atakutia nguvu ili uweze kushinda katika eneo la kuchagua. Chagua kufanikiwa. Kilio kitakukimbia. Kwa ukiona mashaka, hofu, ujue umechagua mawazo mabaya. Na ni ngumu kufanikiwa ukichagua kutokufanikiwa. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Kuchagua ni vita. Na katika jambo kubwa ambalo Mungu ametupa ni heshima ya kuchagua. Unachagua. Kwa hiyo chagua mawazo ya kufanikiwa. Chagua mawazo yanayokupa furaha. Chagua mawazo ambayo kesho yako itakuwa ni nzuri kwa msaada wa Mungu. Mungu akusaidie usije ukafanya kosa la kuchagua vibaya. Maisha yako yatakuwa ni kilio siku zote. Jambo la 3, usifanye kosa hilo. Unachotamka kinaweza kujenga au kubomoa maisha yako. Unachotamka kina nguvu ya kujenga au kubomoa maisha yako. Kwa hiyo usije kufanya kosa ukatamka vitu vikabomoa maisha yako na uzao wako. Alafu baadaye unashangaa, mbona mambo hayo magumu yananikuta mimi? Kwa nini mimi ni mtu wa kulia kila siku? Tafakari maneno unayotamka. Yana nguvu ya kubomoa maisha yako. Ukiwa makini utatamka maneno ambayo yatajenga maisha yako. Unaposema, kuna nguvu unaiachia katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Na hiyo nguvu inakuwa ni nje yako kukuzuia au kukutengenezea mazingira ya kufanikiwa. Unapowaza bila kutamka au kutamka ndani kwa ndani bila yale maneno kusikika kwa nje, unaachilia nguvu ndani yako ya kukuzuia au kutengeneza mazingira ya kufanikiwa kwako ndani kwa ndani. Kuna nguvu kubwa sana. Kwa mfano, ukishasema hili jambo ngumu sana kufanikiwa katika mazingira haya. Unaweza kuwa unasema kwa kutafakari moyoni, lakini unaweza kusema kwa kutamka. Sasa yale maneno unayotamka au unayasema yana nguvu ya kukutengenezea uzio, kutegemea umetamka neno gani. Kumbuka, maneno unayotamka yana nguvu ya kuumba tabia za kumfanya mtu afanikiwe au asifanikiwe. Yale maneno unayotamka kila siku yanaweza yakakufanya kabisa kukutengenezea tabia fulani. Sasa hiyo tabia yenyewe, kama yale maneno uliokuwa unatamka ni ya kizuizi, kwa jambo lolote la mafanikio litakalokuja kwako, ndani yako utaona unashindwa, hautaweza. Yale maneno yanakuwa kizuizi kwako. Hata ukiinuka ukitaka kufanya lile jambo, ile tabia iliyoumbika ndani yako
itakufanya usifanye. Wako watu wameitwa kwenye interview, hawakutokea kwenye interview. Na hao ambao walifika kwenye interview kwa sababu zile tabia walizokuwa nazo ziliwafanya waonekane hawafai kwenye hizo nafasi, kwa namna wanavyojibu maswali wanaonyesha kabisa hawafiti kwenye hizo nafasi. Kwa hiyo tabia ni kitu cha ajabu sana. Kinaumba, kinatoa sura kwa nje kwamba huyu hafai, lakini haimaanishi kwamba wewe hufai, ila ile maneno uliyosema yanasema wewe ni fungu la kilio. Kwa siku zote katika maisha yako, sema vitu vile tu unavyotaka vitokee. Jifunze kubadilisha vitu vibaya kuwa vitu vizuri. Kama unaona mume wako aende katika njia zinazotakiwa, usiseme zile njia anazokwenda, sema zile njia ambazo unataka aende. Msemeshe kwa maneno hayo. Yale maneno yana nguvu ya kuvunja na kuharibu na kutengeneza ile tabia ambayo unataka huyo mtu awe. Kama ni wewe mwenyewe, pata muda kujisemesha unapoamka asubuhi. Wewe ni mtu shujaa, wewe ni mtu mwenye nguvu, wewe unaweza kufanya mambo makubwa, wewe ni wa ajabu. Kwa kadri unavyojitamkia, unaumba kitu kwenye moyo wako. Kama ulikuwa mwoga, utaanza kuona uoga unaondoka. Kuna nguvu katika kutamka maneno. Kwa hiyo, pata muda, tafakari maneno ambayo umejinenea wewe mwenyewe ukiwa unawaza. Tafakari tu. Kwa wale ambao uko makazini wanaweza kaelewa. Unaweza kumsema bosi wako, huyu bosi ni katili sana, huyu sijui kama atasaini kitu changu hichi, hanipendi kabisa. Usiseme hayo maneno, yana nguvu ya kukuzuilia. Sema vile unavyotaka ili upate kufanikiwa. Mtu huyu ni mtu mzuri sana, kwangu mimi hawezi kunizuia, hawezi kabisa kunizuia. Nitapata kibali. Na ndivyo inavyokuwa. Badilika unavyosema, na Mungu atakusaidia, kwa sababu Mungu anataka tuseme vile vitu ambavyo ni vya kufanikiwa kwenye maisha yetu. Ndio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo sema, jifunze kujitabiria, kukiri maneno ambayo yatasaidia kuumba tabia za kufanikiwa. Jambo la 4, usifanye kosa hili. Tambua kwenye maisha yako, utabaki bila maongezeko mpaka utakapokubali kubadilika. Utakubali kubadilika pale tu utakapotambua na utakapoona una nguvu za kuleta mabadiliko. Una nguvu za kuleta mabadiliko. Na hizo nguvu ni zaidi ya nguvu ya maumivu unayopitia. Usipofika hapo, ni ngumu kubadilika. Lazima ndani yako uone una nguvu za kujiletea mabadiliko kwa msaada wa Mungu, ambazo ni kubwa kuliko maumivu unayopitia. Maumivu unayopitia katika maisha yatakuwa sehemu ya maisha yako mpaka pale utakapokubali kuchagua mabadiliko. Chochote kinachokung'ang'ania
na kuleta kilio katika maisha yako, ujue una nafasi ya kukikataa na kukubali nguvu ya mabadiliko iliyo ndani yako. Unapoamua kubadilika, maana yake umekubali gharama za mabadiliko. Umekubali kumpa Mungu nafasi afanye matengenezo kwenye maisha yako. Na ndipo utakapoona yale mambo makubwa uliyosubiri kwa muda mrefu yakitokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo usije ukafanya kosa la kutarajia muujiza kwenye maisha yako pasipo wewe kubadilika. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.